Tumepokea masuala hapa kutoka YouTube kwa ndugu zetu ambao wanaotuangalia moja kwa moja live. Kwa ndugu yetu Saif Khalfani anauliza swali lifuatalo. Anasema nini hukumu ya mtu ambaye amekopa simu na kuja kulipa simu hiyo baada ya miaka mitatu, hali ya kuwa thamani ya ile simu imeshuka? Anatakiwa alipe hela ile ile au alipe kulingana na thamani ya sasa? يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba Waislamu wasimamie masharti yao, yani waliokubaliana, isipokuwa sharti likihalalisha haramu au likaharamisha halali, sharti hilo halifai kufuatwa. Kwa hivyo muamala wa kukopeshana, kwamba ikiwa amekopeshwa simu kwa thamani fulani, basi anatakiwa yeye alipe kwa thamani aliyokopeshwa. Naam. Lakini pia wanakopeshana, wanaokopeshana hawa wanatakiwa pia wakubaliane muda wa kulipa, kwa wana muda wa kulipa mwenye kukopa kwa aliyekopesha. Ama kuna kauli hutumika na ambao si kauli sahihi kuitamka, kwamba mtu anakopa pengine bidhaa fulani kwa mtu mwingine, utalipa lini? Mtalipa nikijaliwa. Kijaliwa wakati wote inshallah. Sasa lugha hizi ni lugha kama za kiimani hivi, lakini si lugha ya kiimani. Imani ni kusema kwamba nitalipa nikijaliwa inshallah baada ya muda fulani au siku fulani, sio nikijaliwa tarehe fulani, sio nikijaliwa. Kwa sababu nikijaliwa manake mafhumu mukhalafa, kinyume cha hivyo manake nisipojaliwa silipi. Imekwenda ndio muktadha wake ule. Au kwamba atapita muda mrefu, pengine kapita miaka 10 20, ukiulizwa basi hajaliwa bado, lakini hajaliwa kweli. Lakini kutojaliwa kupata thamani ya kulipa si sababu ya kumiliki mali ya mtu bila haki, mpaka kwa ridhaa yake mwenyewe kwamba asamehe deni. Akasema Allah subhanahu katika aya refu katika Qur'an, tunaita atwalu ayatin fil Qur'an. Msema Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu waliyaktub bainakum katibun bil adli, mpaka mwisho aya refu kurasa mzima, kwamba enyi mlioamini, mutakapo daiana, muamala wa deni ule utapofanyika baina yenu nyinyi mpaka muda maalum, ila ajalin musamma, kwamba deni hili mpaka muda fulani maalum, utaji muda huo siku ya muamala ule kuanzishwa, basi faktubuhu, andikeni. Hii ni mkataba. Naam. Kwa hivyo asili ya miamala yetu sisi katika Uislamu ni lazima kuwe kuna agreement, mikataba ya kwamba tunakopeshana. Kwa mimi fulani nimemkopesha fulani simu ina fulani, kama simu hii thamani kadhaa, inauzwa thamani kadhaa, na atanilipa kwa installment ya